Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza, na kusihi usubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza pindi tutakapokuwa tunarusha masomo haya. Leo nimependa tutafakari dhambi hii ambayo inawaangusha watu wa Mungu. Sio wachungaji, sio wainjilisti, sio walimu, sio mitume, sio manabii. Tuanze na kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31. Yesu anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala ule ujao. Yesu anasema mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yule atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa. Sasa hii ni dhambi mbaya ambayo inaangusha watu wengi, na wengi wanamkufuru Roho Mtakatifu pasipo kujua kama wao wanamkufuru Roho Mtakatifu. Nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha kuyashika yale tuliyoagizwa. Kwa mpendwa, kabla hujafanya chochote, ndani lazima kuna sauti inakuwa inakwambia hapana, hicho unachokifanya sicho. Kwa hiyo unapoendelea kukifanya kile kitu, na ingawa Roho wa Mungu anakusisitiza ndani yako kwamba hicho kitu ni kibaya, wewe unapoendelea kufanya kwa makusudi, maana yake hapo unakuwa unaikaidi ile sauti ya Roho wa Mungu, na mwisho wa siku Roho wa Mungu anakufanya. Kwa hiyo hapo unakuwa umemkufuru Roho Mtakatifu. Sasa tulithibitisha hili katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 26. Waebrania 10:26, Biblia inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wale wapingao. Biblia inaweka wazi kwamba kama tukifanya dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Mstari wa 28, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 au 3. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa nayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Kwa hiyo ndugu yangu, unapofanya dhambi, Roho wa Mungu anakusihi unachofanya sicho, kiache. Na wewe unazidi kukaza shingo unapofanya, basi mwisho wa siku Roho wa Mungu anakuacha. Sasa katika Torati mtu alikuwa anakufa pasipo huruma endapo akiidharau sheria ya Musa, na wakipatikana mashahidi 2 au 3, huyo mtu alikuwa na uawa. Sasa je, katika Agano Jipya ndugu yangu, unapofanya dhambi na Roho Mtakatifu anakusihi kwamba unachokifanya sicho, maana yake wewe unakuwa unamfanyia jeuri yule Roho wa neema. Na ipo hivi ndugu yangu, kuna watu wanatembea wameshamkufuru Roho Mtakatifu, mlango wa rehema umeshafungwa kwao, na wao hawajui kama wameshafungiwa mlango wa rehema. Dalili ya kumjua kwamba mtu amefungiwa mlango wa rehema ni yule mtu ambaye anafanya dhambi alafu hasikii hukumu yoyote ndani. Yaani ni sawasawa na mtu ukimchoma sindano ya ganzi hapa kwenye mkono, unaweza ukamkata, damu zikamwagika, na asisikie maumivu ya aina yoyote, maana yake ule mkono umeshakufa ganzi. Kwa hata mtu aliyemkufuru Roho Mtakatifu na mlango wake wa rehema ukifungwa, maana yake akiiba, akitukana, akizini, yeye anaona sawa, maana yake hasikii hatia yoyote iliyokuwa ndani, maana yake yule Roho wa Mungu ameshamuacha, na mtu huyo amebaki makapi. Na kama asipopata neema ya kutubu
basi huyo mtu anakuwa anaisubiria hukumu ile ambayo ataadhibiwa pamoja na waovu wote. Tumalizie na kitabu cha Waebrania sura ya 6 na ule mstari wa 4. Biblia inasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka. Baada ya hayo haiwezekani kufanywa upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kwa dhahiri wanamfedhei. Kwa unapofanya dhambi kwa makusudi ingali kwamba umeshampokea Yesu, maana yake hapo unamsulubisha mara ya pili, unamfedhei. Kwa ndugu yangu, kitendo cha kuendelea kufanya dhambi kwa makusudi ingali kwamba bado Roho wa Mungu anakusii unachokifanya ni kibaya, unapoendelea kufanya jambo kama hilo utasababisha mlango wa rehema kufungwa na Roho Mtakatifu akuache. Basi nakusii uweze kuacha kufanya, maana mlango wa rehema bado hujafungwa, una muda wa kutengeneza na Bwana. Basi Mungu wa mbinguni awabariki.